Alright, bwana, mambo vipi na karibu sana katika mwendelezo wa stories zetu nzuri na babu kubwa kabisa kupitia hapa The Highlands Creation TV, au sio? Ukiwa na mimi Boy Times, mshikaji wako ambaye anahakikisha kwamba exclusive na yale story yote bomba mazuri yanayohusiana na burudani hauyakosi chochote kufanya. Ili kujiunga nasi, kama bado, tafadhali subscribe kwa kugusa maneno mekundu na kusubscribe hapo chini, kisha baada ya hapo utagusa alama ya kengele. Lakini nikusina kukukaribisha usiache kulike pamoja na kucomment katika video hizi ambazo nilikuwa kuzitapa kupitia hapa The Highlands Creation East Africa, na hapa ni mwendo wa exclusive tu, bila kuchoka, bila kuana ile yote. So bwana, katika mwendelezo wiki hii katika mastori yetu haya mjini, au sio, mastori yetu ya burudani na kuhusu wasanii pamoja na muziki, bwana, niko na exclusive kumhusu msanii Official Alikiba, au sio, mmoja kati ya washikaji ambao wanafanya vizuri na poa katika game ya Bongo Flava, ambapo wiki hii bwana kwake imekuwa nzuri, au sio, kutokana na kuamka na kutikisa mitandao ya kijamii na picha zake kadhaa ambazo ameziachia. Na of course hii ni katika mwendelezo wa ile exclusive kabisa ambayo alitupa kuhusiana na swala zima la ujio wake mpya ndani ya mwezi wa 6. So kama ambavyo unajua, Jumapili iliyopita, Jumapili ya weekend hii iliyopita, ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6, kumaanisha kwamba tayari rasmi tumeingia katika mwezi wa 6 ambao Alikiba alitupromise ya kwamba mwezi huu wa 6 atakuwa na jambo kubwa na zuri sana kwa mashabiki wake wa muziki wake, na of course pia wadau wa muziki tutahusika huko ndani pia katika kuisubiri hiyo surprise ambayo Alikiba atatupatia. So katika mwendelezo huu ama katika story hii ambayo ilimhusu Alikiba kuachia kazi mpya mwezi utakapofika mwezi Juni ambao ndio tayari umeingia, Alikiba bwana ameonekana ndani ya nchi moja kubwa sana huko barani Ulaya, au sio? Sasa story hii ni kuhusu vipi? Story ipo kama ifuatavyo. Alikiba bwana kupitia Insta yake ameposti picha takriban kama 8 hivi, lakini pia ameposti na Insta story moja akimuonyesha yupo maeneo fulani hivi mazuri sana yanayopatikana nchini Uturuki, au sio, moja kati ya nchi ambayo inaongozwa katika masuala mazima ya utalii duniani. Na of course Alikiba ameonekana katika maeneo hayo akivinjari, au sio, akizunguka ama akipiga picha katika maeneo fulani hivi adhimu na mazuri sana ambayo yanapatikana katika jiji la Istanbul nchini Uturuki, moja ya nchi ambayo inapatikana Ulaya, na kama nilivyokujuza ni nchi nzuri sana ambayo inaongoza kwa masuala mazima ya utalii. So Alikiba ameenda kufanya nini? Hilo ndio swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kupitia comment section ya posti hizo ambazo ameziweka Alikiba katika mtandao wake katika official account yake ya Instagram. So kinachoendelea ni Alikiba ameposti picha hizi akionyesha ana enjoy ama ana close to good time, of course kijua fulani hivi na mazingira yamepoa sana mazuri. So maswali yamekuwa ni mengi, Alikiba amekwenda kufanya nini huko, na of course alitoahidi ya kwamba mwezi wa 6 atakuwa na jambo zuri kwa ajili yetu. So mategemeo ya watu wengi ni kwamba Alikiba ameenda kufanya maandalizi ya kazi ambazo ataziachia mwezi huu wa 6 kutokana na kile ambacho alituahidi, kwa sababu watu hawaamini kwamba hii itakuwa likizo. Na nikujuze tu kwamba maeneo kati ambayo Alikiba anayohusudu sana kwenda kufanya likizo zake, na kwa miaka mingi imekuwa hivyo, basi anazihusudu nchi sana za Ulaya pamoja na Marekani, kwa maana ya Amerika ya Kaskazini, kwamba ni maeneo yake ambayo anapenda sana kwenda kutulia na kufanya likizo zake. So kama ambavyo tunajua, amekuwa na mwezi busy sana, amefanya kazi nyingi sana, of course amefanya vitu vingi sana kwenye game yake, na pia yeye binafsi alikuwa busy sana kwa miezi kadhaa iliyopita tangu aache kazi yake ya Starter EP iliyotoka takriban kama miezi 9 hivi, hajawa akipumzika, mambo mkoa ni mengi. Na of course mwezi wa Ramadhani pia uliingia hapo, na of course alikuwa maskani hapa Tanzania akiendelea kugosa vitu viwili vitatu. So huku yawezekana isiwe ameenda kufanya likizo kama vile watu wengi ambao wanaweza wakadhania, kutokana na tamaduni ya Alikiba kwenda kufanya likizo nchi za nje. So kinachoendelea ni kwamba huenda labda Alikiba akawa ameenda kujiandaa kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kazi zake ambazo ataziachia utakapofika mwezi wa 6, na hiyo ni kutokana na kile ambacho alikuwa ametujuza hapo mwanzo kama ambavyo nimekujuza. Na of course kama hujatazama video hizo, tafadhali pitia video kadhaa ambazo tumeziachia wiki iliyopita, utapata kujua kwa undani na uzuri zaidi nini ambacho kilikuwa kinaendelea katika swala zima la Alikiba kurudi ndani ya mwezi wa 6. So kama ambavyo nimekujuza katika Insta story hii ambayo ameposti Alikiba, amesindikiza na maneno kadhaa ambayo yapo hapo ndani. Of course ameweka wazi ya kutembelea maeneo ama vivutio mbalimbali vya kitalii ambavyo vinapatikana ndani ya jiji la Istanbul, jiji la kihistoria ambalo lina historia ya muda mrefu kidogo, na of course historia yake inahusisha maeneo mengi kinoma. Na of course
kama ameenda hapo basi tunadhani anaweza kama ameenda kufuata mambo ya kihistoria, na of course tumeona akipiga picha katika maeneo mbalimbali kama posti yake ambavyo inasema, na picha ambazo tumekuwa tukiziona amepose katika maeneo ambayo ni ya kihistoria. Majengo tumeona ni mazuri na pia yamezungushiwa kama unavyoona katika hizo picha, yamezungushiwa uzio fulani hivi kumaanisha kwamba hapa hauwezi ukaingia, so kumaanisha hicho ni kivutio sehemu ambayo unaweza kaenda kupata historia ama kujifunza mambo mbalimbali na kujionea maajabu ya mji huo wa Istanbul. Lakini pia amewashukuru Turkish Airlines, na hapa amemshukuru mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la ndege la Uturuki la Turkish Airlines nchini Tanzania, ambapo inaonekana kuna ushirikiano umefanyika baina ya Alikiba pamoja na huyu mkurugenzi mtendaji wa Turkish Airlines ama shirika hili la ndege nchini Tanzania, ambaye si mwingine bali ni bwana Kadir Karaman, au sio? Ametagiwa na yeye pia katika posti hii Alikiba, kumaanisha kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaonekana yamefanyika baina ya watu hawa wawili kushirikiana ama kufanya kazi pamoja, ndio maana Alikiba ametag hapa. Na kama tunavyojua, wasanii sio rahisi wao kutag kampuni ama kitu chochote kile ambacho kinarudisha masuala mazima ya biashara kama hakutokuwa na mazungumzo nyuma ya pazia. So yawezekana hapa ikawa hii partnership ambayo imetokea baina ya Alikiba pamoja na Turkish Airlines kupitia huyu mkurugenzi mtendaji wa shirika la Turkish Airlines kwa nchi ya Tanzania. So Alikiba bwana ameweka caption inayosema one of the historic sites in Istanbul. Kwa hiyo hapo inamaanisha kwamba yupo katika moja ya kivutio cha kitalii ama cha kihistoria, au sio, ambacho kinapatikana ndani ya jiji la Istanbul nchini Uturuki. Na of course amewashukuru hapo Turkish Airlines kwa kuwatagi na kusema special thanks to my friend Kadir Karaman, au sio? Majina ya Kituruki kidogo yanaweza kutupa problem. So issue ni hiyo, ni kwamba Alikiba ameonekana sasa hivi yuko Uturuki, na of course kwa ushirikiano wa yeye pamoja na Turkish Airlines ameweza kufika huko, na of course rafiki yake mtendaji wa shirika hilo hapa nchini Tanzania na amefanikisha jambo hilo, kwa sababu Alikiba hapa anaonekana amemshukuru. So mategemeo ya watu wengi ambao wameonekana katika kwenye comment section ni kwamba Alikiba huko nadhani atakuwa ameenda kufanya utalii, lakini pia huenda akawa ameenda kufanya maandalizi ya kazi, ingawa yeye kwa upande wake Alikiba hajaweka wazi kitu chochote ambacho ameenda kukifanya huko, zaidi tu ya kusema ya kwamba yuko Istanbul, lakini pia kushukuru Turkish Airlines pamoja na mkurugenzi mtendaji wake ambao inaonekana ndio waliofanikisha jambo hili kuweza kufanyika. So katika Insta story yake sasa, ukitana hii post ambayo ameweka Instagram, katika Insta story pia Alikiba ameitag moja ya kampuni ambayo inaonekana kampuni hiyo ni ya travel. So inaonekana hiyo ni kampuni ambayo inahusika na swala zima la kumpeleka Alikiba katika vivutio ambavyo amekuwa akivitembelea ama atakavyokuwa akiendelea kuvitembelea muda wote ambao atakuwepo ndani ya jiji la Istanbul nchini Uturuki, ambako sasa hivi ndiko yupo tangu Jumapili jioni. So hapa sasa kuna mixed feelings kutokana na maneno ya mashabiki ambao wamemzoea Alikiba na wanaomjua Alikiba kutokana na hulka ya ufanyaji wake wa mambo, kwamba yawezekana hii isiwe kazi. Yani yawezekana Alikiba akawa ameenda huko ambako ameenda, lakini yawezekana hii hapa isiwe issue ya kazi, na hiyo ni kutokana na hulka ya ufanyaji kazi wa Alikiba, ya kwamba kama Alikiba na jambo lake ameenda kulifanya mahali, basi hatuachia picha ama hatuachia video mpaka pale ambapo kazi hiyo itakuwa imetoka rasmi. Kama ambavyo tunajua Alikiba ameshawahi kwa South Africa mara kibao sana na kufanya mishemishe zake, na mara nyingi alikuwa akificha white. Watu wa mjini wanasema hivyo kwamba mpaka pale ambapo atarudi ndio tunaanza kuona picha zinaachiwa akiwa South Africa, lakini of course this time anakuwa yupo Bongo, au sio, kumaanisha kwamba anaendelea kutease ili kazi hiyo husika ipate kutoka. Hiyo imekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu. So inavyoonekana Alikiba kuweka wazi ya kwamba sasa hivi yuko nchini Uturuki, na inaonyesha kabisa kama ameenda kuliko issue za utalii na vitu vingine kama hivyo. Watu wengi hawadhani kama atakuwa ameenda kufanya kazi yoyote ile ambayo inahusiana na masuala mazima ya muziki, ama labda na mishemishe za kibinafsi za kibiashara na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa upande wa pili, wengi wameonekana hapo wakidhani kwamba Alikiba ameenda huko kwa ajili ya maandalizi ya kazi yake ambayo atakuja kuiachia mwezi huu wa 6 kama ambavyo alivyotuahidi mwishoni mwa mwezi wa 5, na kama vile ambavyo niliweka wazi kupitia hapa The Highlands Questions TV. So hapo kuna mambo mawili. Yawezekana ikawa ni kweli kwamba jamaa yupo zake nchini Uturuki kwa ajili ya kuandaa vitu vyake vya kazi, lakini pia yawezekana akawa labda ameamua kuchukua likizo kama unavyoona hivyo, anatembelea vivutio vya utalii na vitu vingine kama hivyo.
So tutegemea mpaka pale ambapo watarudi ndio pamoja watakuja kuiachia hiyo kazi, na huenda labda kazi hiyo tayari imeshafanyika huko nchini Tanzania, na sasa hivi jamaa anachokifanya ni kuanza kitu burudani, then baada ya hapo akirudi au sio ndio atakuja kuachia kazi na vitu vingine kama hivyo vitakuwa vinaendelea. So hapa hakuna mwenye uhakika, kila mtu anafanya gaso kuona kwamba huenda labda Alikiba labda atakwenda kufanya kitu fulani, ameenda kufanya kitu fulani, lakini kwa nilivyoona asilimia kubwa ya maoni ambayo yametoka katika comment section yanaonyesha wazi kabisa kwamba watu wanaaminia kwamba addition kufanya Alikiba huko sio tu utalii peke yake, atakuwa ameenda kuenjoy, ameenda kufanya utalii na mambo yake binafsi, lakini pia maandalizi ya kazi yake mpya ambayo itatoka mwezi huu wa 6. Hilo jambo ni uhakika, yani watu wana uhakika 100% ya kwamba Alikiba huko atakuwa ameenda kwenda kuandaa jambo lake kubwa ambalo litakuja mwezi huu wa 6. So jambo hili litakuwa kubwa kiasi gani? Kwa sababu mpaka jamaa ameamua kupanda ndege kwenda Uturuki kwenda kuandaa hili jambo, yawezekana likani kubwa, na of course kama ambavyo unajua nilivyokujuza hapo mwanzoni, Alikiba project yake kubwa kuachia ni miezi 9 iliyopita, ni mwaka jana, sio hata mwaka huu, kumaanisha kwamba ana muda mrefu sana tangu afanye aachie kazi kwenye rotation. So hicho ni kitu ambacho kinaendelea kutatiza wengi, labda huenda ikawa ni kweli jamaa ameenda kuandaa jambo fulani kwa ajili ya mashabiki wake na wadau wengine wa muziki kuenjoy kazi yake ya muziki kwa mara nyingine tena, jambo ambalo watu wengi wanaendelea kujiweka tayari kwa ajili ya hilo. So Alikiba kusaki Uturuki kama ambavyo nimekujuza hapo mwanzo, na of course anaendelea kufanya vitu vyake mbalimbali ambavyo anaendelea kuvifanya akiwa ndani ya nchi ya Uturuki, na of course update zote ambazo zitaendelea kutoka nitaendelea kuletea hapa kupitia The Highlands Creation TV kuhakikisha kwamba haupitwi na jambo lolote linaloendelea, na of course tutaendelea kukujuza juu ya chochote kile ambacho kitajili katika kuelekea kutoka kwa kazi yake mpya msanii Alikiba, ambapo kama ambavyo alituahidi mwezi uliopita nilipokujuza hapa ya kwamba tayari kazi iko mbioni kutoka mwezi huu wa 6 Alikiba ataachia jambo lake, na of course imekuwa kimya, na of course hiyo inamaanisha kwamba muda sio mrefu tutapata jambo lolote kutoka kwa msanii Alikiba, na nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba haupitwi na chochote, haupitwi na lolote, na of course kila siku tunaendelea ku premiere. So wewe ambaye bado hujasubscribe, sijui unasubiri nini? Gusa mwana mkono ule kusubscribe hapo chini mshikaji wangu, lakini pia usahau ku like video hii pamoja na comment, tuachie hapo chini comment yako, tuambie unadhani Alikiba ameenda Uturuki kufanya nini? Either ameenda kupumzika utalii wake kama ambavyo wamesema, lakini pia je, unadhani ndio atakuwa ameenda kufanya maandalizi ya ile kazi ambayo alikuwa ametuahidi kwamba itatoka mwezi huu wa 6, ikiwa ni takriban miezi 9 imepita tangu Alikiba aachie kazi yake binafsi rasmi. So majibu yote tutakayopata hapa kupitia exclusive ambazo zinachoa kila siku kupitia The Highlands Creation East Africa, na mimi Boy Times nitahakikisha kwamba wewe mshikaji wangu ambaye umechukua muda wako na kuitazama hii haupitwi na chochote, haupitwi na lolote. So thank you so much kwa wewe ambaye umekaa na kuitazama hii, na nikuhakikishie tu kwamba hautabota kusubscribe katika channel hii, kwa sababu mambo mengi na mazuri yataendelea kukujia kupitia hapa The Highlands Creation East Africa. Ukiwa mimi Boy Times mshikaji wako ambaye anahakikisha kwamba haupitwi na chochote, haupitwi na lolote. So endelea ku stay tuned, na of course mambo yote tutaendelea kuyapata hapa. Thank you so much, and until next time. Nashukuru sana kwa kuendelea kuitazama hii, waambie na marafiki pia. Until next time, ciao.